Haya mtazamaji wangu, tupo katika eneo muhimu sana kama nilivyokuambia, eneo la Kalenga. Hapa ndipo alipokuwa naishi mtemi wa kale Mkwawa. Mkwawa alitawala eneo hili la Kalenga, ama alikuwa na ngome yake yenye ukubwa wa kilomita za mraba 13. Na hapa tupo katika himaya kubwa kabisa, sehemu ya kuabudia mizimu, ambapo Chifu Mkwawa ama mtemi Mkwawa alikuwa enda kuabudu pamoja na wafuasi wake wakiomba mizimu, na miujiza mbalimbali ilikuwa inatendeka. Panaitwa mti wa ajabu. Unaona hapa ni urithi wa kitamaduni, na naye mtaalam wa urithi wa kitamaduni aweze kukusimulia kwa kina juu ya urithi huu ambao ni mti wa ajabu, ambao mpaka hivi sasa kuna mizimu. Na mizimu sisi wametupa kibali cha kuongea. Hadithi ni ndefu. Mtaalam, karibu tusimulie hii hadithi ya kale kuhusiana chimbuko la mti wa kale kabisa, mti wa ajabu. Asante sana. Hapa ni sehemu ya mti wa miujiza. Kabla hujaanza, pengine ujitambulishe kwako, unaitwa nani na ndio uanze. Asante, nashukuru sana. Mimi naitwa Nicolaus Agustino Kulanga. Ni mfanyakazi wa makumbusho ya Chifu Mkwawa hapa Kalenga, na pia ni mtafiti wa historia ya kabila la Wahehe kuhusiana na utamaduni wa Muhehe na utamaduni wa Mwafrika kwa ujumla. Hapa tulipo panaitwa Kalenga, na hii ni sehemu ya mti wa miujiza, ni mti wa ajabu. Mti huu katika historia ni mti ambao umekuwepo kwa miaka mingi sana. Ni zaidi ya miaka 400, na ni mti wa kipekee kwa sababu kuna miti mitatu katika shina moja. Ukiangalia katika mti huu wa kihistoria, utaona kwamba mti ambao alisi mara ya kwanza ulikuwepo ni mti ambao unafahamika kwa jina la mpogoro, inaitwa Acacia thorn tree, na kuna mti ambao unaitwa mlangali, wengine wanautambua kwa jina kitaalamu Euphorbia candelabra, na pia kuna msosa ambao ni mkubwa. Hii miti mitatu imeunganika katika shina moja. Miti hii jinsi ilivyokaa ni kwamba unakuta kwamba mti ambao shina ni kubwa sana ni msosa, ambapo chanzo cha mti huu kuonekanika katika hali ya ukubwa ni kwamba mti huu baada ya ndege kula tunda la mti huu wa msosa sehemu nyingine, ndege huyo alikuja na kuweka kinyesi juu ya ule mti wa mpogoro, hatimaye ukamea msosa. Baada ya kumea huu msosa, ukaanza kushusha mizizi yake kuzunguka ule mti wa mpogoro, na baada ya hapo mpogoro ukawa umemezwa na msosa. Na baada ya hapo kuna ndege pia ambao wana kawaida ya kula mbegu za miti. Kwa mfano walikula mbegu ya mti wa Euphorbia candelabra, ule mti ambao tunauita sisi ni mlangali. Matunda ya mwishoni yale yanaliwa na ndege. Baada ya kula ndege kwenye ule mti wa mlangali, pia wakaja wakaweka kinyesi juu ya ule mti wa msosa. Kwa hiyo ikapatikana miti ya aina 3. Katika historia ni kwamba huu mti kabla ya Chifu Mkwawa kuwepo, huu mti tayari ulishakuwepo. Ni mti muhimu sana, ni mkubwa sana, na unapendwa sana na ndege wa aina mbalimbali, na pia kuna nyoka ambao wanapenda sana kuishi katika mti huu. Mti huu ni mti ambao kwa kweli katika historia umetumika miaka mingi sana, na umekuwa ni mti muhimu sana kwa kabila hili, na ni mti ambao ni hadimu sana maeneo mengine kuweza kuona. Unaweza ukatembea katika Afrika nzima, lakini usione mti usemi yote ile. Nimeshapata wageni mbalimbali ambao wamefika mahali hapa na kujaribu kuangalia jina la mti huu kisayansi, mpaka hivi leo bado haujagundulika ni mti wa aina gani, ni mti wa namna gani. Wamejaribu kuangalia na kufananisha na species ya miti mingine, lakini bado hawajaweza kugundua jina halisi la kisayansi ni mti wa namna gani. Na ukiona katika mkoa wa Iringa sehemu ambayo kuna miti ya namna hii ambayo inaitwa ni misosa,
utakuta imefanyiwa kama budding, lakini sio budding. Wataalamu wanasema budding sio budding, ni kwamba ni miti ambayo ipo kipekee sana na ni ya kipekee sana, na utaikuta sehemu chache sana mkoani Iringa. Sehemu kubwa ambako utaikuta miti hii inakuwa inahusiana na historia ya Chifu Mkwawa. Sehemu kubwa utasikia kwamba sehemu ya mti huo ilikuwa ni kisupo cha Mkwawa. Yaani ni sehemu ambayo Chifu Mkwawa alikuwa akipumzikia yeye pamoja na watu wake. Ninafahamu kwamba katika Kalenga hii miti ipo sehemu 3 au 4, lakini ulio mkuu ni huu hapa. Na upo mti mwingine ambao unaitwa msombe, ambao pia msombe unafanana na mti huu wa msosa. Kuna mti mwingine ambao unaitwa mtamba. Mtamba pia inafanana sana na miti. Kwa hiyo wataalamu kutofautisha inakuwa ni vigumu sana. Lakini sasa kazi kubwa na umuhimu wa mti huu ilikuwa ni nini? Umuhimu wake ni kwamba walitumia kwa ajili ya kufanyia mikutano mbalimbali ya siri Chifu Mkwawa pamoja na masabu chifu wake na viongozi kadhaa ambao yeye Mkwawa alikuwa akiwatumia kama sehemu ya serikali yake. Na pia walikuwa wanatumia mti huu kwa ajili ya kufanyia mapumziko. Una kivuli kikubwa sana cha kutosha. Hata kama wakati wa jua ni kali, basi sehemu hii ni sehemu nzuri mno kwa ajili ya kupumzika. Na upepo wake ni mwanana kabisa, ni mahali ni pazuri kabisa. Na pia vile vile walitumia kwa ajili ya kufanya maongezi mbalimbali, kutatua matatizo mbalimbali. Lakini kuna kazi moja kubwa ambayo mti huu wameutumia. Zamadam. Wahehe mti huu waliutumia zaidi kwa kufanyia tambiko au matambiko. Na matambiko haya yalifanyika katika mazingira tofauti tofauti, ikitegemeana na ukubwa wa tambiko. Jinsi ambavyo lilikuwa linafanyika ni kwamba linahusisha watu wa namna gani. Kuna matambiko ambayo yalikuwa ni binafsi ambayo yanafanyika na ndugu tu wa Mkwawa, na kuna matambiko ambayo yalikuwa yanafanyika na koo fulani fulani ambazo zinapata kibali kwa chifu, na pia kuna matambiko ambayo yalikuwa yanafanyika na kabila zima. Lakini kumbukumbu iliyokuu zaidi ni kwamba hata siku wakati fuvu lake Mkwawa likirudishwa kwa Ujerumani, kundi la watu, umati wa watu pia ulifika katika mti huu. Nimeweza kushuhudia baadhi ya picha mbalimbali za mwaka 1954. Watu pia nimeona ni wengi sana ambao walifika katika mti huu kwa ajili ya kusherekea. Kwa ni sehemu nyingine tena ambao walifanyia sherehe mbalimbali za kimila na sherehe nyingine ambazo zilikuwa zinahusiana na Wahehe pia. Lakini sasa huu mti tunazungumzia katika historia kwamba una miaka zaidi ya 400. Hii ni makadirio, lakini ina uwezekano ukawa ni mti wa miaka mingi, na ni mti kwa kweli wa miaka mingi. Wataalamu mbalimbali wamefika hapa kwa ajili ya kuchunguza mti huu, bado hawajawa na majibu kamili kwamba ni miaka mingapi. Kwa kawaida wataalamu wanapima umri wa mti kwa kuangalia zile wanasema sheath, zile round ya miti, kwamba wanajua mti huu una umri gani. Na ndio mpaka leo tunajaribu kuendelea kufanya uchunguzi na kufanya utafiti. Zamadam. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Zamadam kikikujia kutoka mji wa Kalenga. Hapa ndio himaya iliyokuwa ya Mtemi Mkwawa alipokuwa anaishi hapa, na tunazungumzia mti wa ajabu. Mti huu una zaidi ya miaka 400 na inasemekana unaweza kufika hata zaidi ya miaka 1000 tokea kuwapo kwa mti huu. Hata Mkwawa aliukuta mti huu ukiwa hivi tunavyoona sisi hii leo, bila kuwa na mabadiliko yoyote. Ni mti wa ajabu, ni mti ambao kuna mizimu, na Mkwawa alikuwa anatambikia hapo mizimu wa Kihehe. Na mpaka hii leo mizimu wapo na miujiza mbalimbali ya zama za kale bado inaonekana. Kumbe basi tunazungumzia urithi wa kitamaduni kutoka eneo hili mahiri kabisa maalum la kihistoria la Kalenga, nikiwa na mtaalamu wa urithi wa kitamaduni akiendelea kutusimulia juu ya mti wa ajabu. Huu ni mti wa ajabu na ni mti wa siku nyingi sana. Pengine mti huu
kabla ya Mkwawa ulikuwa unatumika katika matumizi yapi ambayo Mkwawa pengine alikuta na kuendeleza? Inavyosadikika ni kwamba huu mti wa kihistoria ni kweli upo ndani ya historia, ni kwa sababu mti huu umekuwepo miaka mingi sana hata kabla ya kabila hili kuwepo. Ukiangalia unakuta kwamba kabila hili la Wahehe inavyosadikiwa ni kwamba lilianzishwa mwaka 1850s, 1850 hivi. Na huu mti unavyoonekanika ni zaidi ya miaka hiyo. Zamani kabisa mti huu haukuwa na shughuli muhimu zaidi sana kama kufanyia matambiko au kufanyia shughuli za mila na desturi. Kwa sababu hizi mila tukitaka kuangalia chimbuko lake lilianza muda gani? Mila na desturi zaidi zimekuja kuanzishwa na viongozi wetu wa jadi ambao walikuwa wanaishi katika maeneo kama haya. Pengine kipindi hicho kulikuwa hamna watu maeneo haya. Katika maeneo haya ni kwamba watu walikuwepo, lakini nyumba zilikuwa ni zile ambazo wanasema mahameni. Yaani ziko mbali mbali sana. Unaweza ukatembea maili nyingi sana usikute nyumba mtu. Sehemu kubwa ilikuwa ni pori, ni bushi, pori kabisa. Na ndio maana hata unakuta ukienda katika historia ya Chifu Mkwawa, unakuta yeye aliitwa Mkwavinyika. Maana yake ni mtu ambaye anachukua sehemu ambazo hazikaliwi na watu. Kuchukua nyika, ile nyika ni sehemu ambayo haikaliwi na watu. Kwa hiyo anapokuta sehemu kama inakuwa ina miti mikubwa au sehemu ni nzuri, ardhi ni nzuri, basi aliweza kufanya maskani yake hapo. Na kwa baadhi ya ndugu zake waishi katika mazingira kama hayo. Lakini kihistoria zaidi tunaangalia historia ilipoanza kuwa recorded, ilipoanza kuhifadhiwa rasmi kimaandishi ule mwaka 1873. Kwa sababu kabla hapo watu walikuwa wahifadhi kumbukumbu za kihistoria kwa maandishi, isipokuwa zilihifadhiwa kwa njia ya masimulizi. Kama hivi leo ninavyokusimulia kimasimulizi, lakini zaidi inatakiwa historia hizi zihifadhiwe kwa njia ya maandishi. Kwa sababu masimulizi yanaweza kupotea mtu anapopotea. Anapokufa mtu basi masimulizi ndipo yanakuwa yanaishia hapo. Hasa ninaweza tu nikaelezea historia kutokana na masimulizi na kutokana na baadhi ya watu wachache ambao wana maono ya mbali wakaandika historia hii kwa njia ya kumbukumbu za maandishi. Mti huu ulianza kutumika zaidi kwa kufanyia matambiko na kabila la Wahehe baada ya kuwa lipo chini ya mtawala huyu ambaye ni maarufu sana ambaye anaitwa Mkwawa, Chifu Mkwawa. Ni kwamba Mkwawa alikuwa na maono ya mbali sana. Ndio maana kwanza aliamua kujenga ngome katika eneo hili. Lengo kuu la kujenga ngome katika eneo hili ni pamoja na kuweka mti huu katika hali ya ulinzi ili watu wengine wasiweze kuingia na kukata. Ukiona kwamba sehemu nyingine huwezi kuona miti kama hii. Yamkini miti hii zamani ilikuwa sehemu nyingi lakini watu walikata wakaiharibu, lakini Mkwawa baada ya kuona mti huu ni wa miaka mingi aliamua kuhifadhi mti huu pia kwa kuujengea ngome, uwe ndani ya ngome ili aweze kuwekea ulinzi. Na pia pamoja na kuangalia vyanzo vya mto kama ulivyoona mto Kalenga pale. Basi nikiweza kuelezea vizuri matumizi ya mti huu kwa kipindi kile, kipindi hiki na kipindi kijacho labda, ni kwamba zamani sana mti huu waliutumia zaidi kwa upande wa matambiko. Wakiamini kwamba sehemu hii ilikuwa ni sehemu ya mzimu mkuu. Huwezi kuamini lakini ukitembelea katika mti huu kwa mwezi wa 8 unaweza ukaona kitu. Kwa mfano, kila mwezi wa 8 mara nyingi kwa muda wa saa 8 mchana unaweza kuona kuna nyoka aina ya muhando. Lakini nyoka huyo kwa miaka yote amekuwepo katika mti huu pasipo kufanya madhara ya aina yoyote kwa mwanadamu. Na ile nyoka kihistoria watu wanamheshimu sana na kusema kwamba mkubwa amepita. Zaidi wanaofanya hivi ni wale wafugaji wa ng'ombe. Kwa sababu wao wanajua mambo ya kihistoria zaidi. Wafugaji wakiona ile nyoka amepita muda wa saa 8 ile, basi wao wanatulia kwa muda mrefu kidogo bila kwenda machungani. Wakisubiri yule mkubwa apite aende akapumzike kwenye mti ule. Ni mkubwa sana. Wanamuita mkubwa ni kwa sababu nyoka ni wa miaka mingi sana, ni nyoka mzee, nyoka mkongwe wa miaka mingi ambaye huyo nyoka ameishi miaka na miaka.
Na ndio maana wanaita nyoka, wanasema mzimu. Unajua mzimu haufi. Mzimu haufi. Binadamu atakufa na vitu vyote vitapotea, lakini mzimu ni roho ambayo haifi, ambayo inabakia katika hali ile ile. Sasa nyoka huyo utamuona wakati wa mwezi wa 8, muda wa mchana saa 8, akiwa juu ya mti mwishoni kabisa pale. Anapopita nyoka huyo, kabla ya kupita unaweza kuona dalili fulani ya ubaridi wa ajabu. Kuna utulivu wa ajabu. Baadaye anapopita kwenye majani, utakuta majani yalia kama yanalala namna hii. Unajua bisa muda huu ndio muda ambao nyoka anafanya nini? Anapita. Wageni wengi ambao wamefanikiwa kwenye makumbusho mwezi wa 8 wameweza kushuhudia mambo haya. Wengi walikuwa hawaamini, lakini wengi wamefika na kuona. Lakini kwa kipindi hiki wakati huu kama mvua, basi huwezi kuona, kwa sababu wakati huu kuna ndege wengi katikati ya mti, kuna maji mengi, kwa hiyo anapata maji kiurahisi kwa ajili ya kunywa, na ndege kwa ajili ya chakula, na asali pia ambayo inapatikana kwenye mti huu. Na ana rangi zipi pengine kama ameshawahi kumuona huyo nyoka? Muhando wengi wanamfahamu, ana mstari katikati hapa ya mgongo wake, na juu kichwa chake ni kama jogoo namna hii. Anakuwa na jogoo, na muda wa mchana huweza kuwika kama jogoo akiwa amekaa juu kabisa ya mti pale. Huyu ni nyoka ambaye anapatikana katika mti huu, lakini hana madhara yoyote kwa jamii hapa Kalenga na kwa watu ambao wanapita katikati ya eneo hili. Lakini nikija kwa upande wa mzimu. Kabla hujafika kwenye mzimu, pengine kiimani anahusishwa vipi huyo nyoka? Sawa kabisa ndugu mtangazaji, ni kwamba ndio nilikuwa nataka nielezee kwa upande wa mizimu. Nyoka huyu anahusishwa kama ni sehemu ya mzimu wa kabila la Wahehe. Ndio senta kuu ya Iringa. Rejea katika historia ambapo tulikuwa tunazungumzia habari ya kuringa. Iringa ni maana yake ni kujivuna, kujidai, kujisikia, kuringa kutokana na ngome ambayo imepita hatua chache kutoka eneo hili. Hapa ndio kitovu cha Iringa. Hii ni sehemu ambayo mila na desturi zote za mkoa zilikuwa zafanyikia hapa. Sasa basi, kwa upande wa matambiko ni kwamba huyu anaaminika kwamba alikuwa ndio mzimu. Mpaka leo ni bado ni mzimu. Ndio maana kuta kwamba ametulia, hafanyi fujo yoyote. Lakini ni mzimu mzuri huyu basi. Sasa inategemeana kwamba ni mzimu mzuri au ni mzimu mbaya, lakini hatujaona bado action ambayo ataifanya baadaye. Labda baadaye anaweza kukasirika, hatuwezi jua, lakini tutaangalia kivunja mwiko pengine. Tutajaribu kuvunja mwiko mmoja tuone inakuwaje baadaye. Tutajaribu. Lakini sasa baada ya muda mchache nadhani tungeweza kufikia eneo la tukio na kuweza kuangalia jinsi ambavyo mila na desturi walivyokuwa wanazifanya, wakati gani, muda gani, na akina nani walikuwa ni wahusika zaidi. Ramadan. Mbali na mzimu huyo ambaye ni mahoka mkuu anayeishi katika mti huu, pengine kuna aina zipi za mizimu ambao wanapatikana katika mti huu? Pengine unaweza kuwanyambua vizuri zaidi. Sawa kabisa, kwa sababu mti huu ni mti ambao kuna mahoka ambapo ndo mzimu mkuu, lakini pia tunaposema mahoka kuna kitu kinaitwa misoka. Ambapo misoka ni ile mizimu ambayo inakuwa ipo kwa upande wa familia. Nasema ana misoka. Misoka ni ile mizimu ya mababu wa familia tu, sio mizimu mikuu. Kutokana na hili ni kwamba kwa sababu ni watu wengi ambao wanafika eneo hili kwa ajili ya kuomba. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mganga ambaye anakuwa anafahamu wewe una mzimu wa aina gani, ndipo atakwambia wewe inatakiwa uende ukaombe pale. Misoka yako inakutaka wewe uende ukaombe katika eneo lile. Umeona? Na kuna wengine unakuta anasema misoka yako inatakiwa uende kwenye eneo fulani nje eneo hili, labda Kikongoma kwa mamake Mkwawa kule. Kuna wengine wanaambia bwana mihoka au misoka yako inatakiwa uende Mlambalasi nje eneo hili. Kwa hiyo hapa tunapata mizimu au mahoka mbalimbali. Mahoka yale ya kabila na kuna ile misoka ya koo fulani ambazo zilikuwa ni maarufu kihistoria, ambazo pia zilikuwa jirani sana na huyu kiongozi wetu Mkwawa.
Mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Zama Damu nikiwa katika eneo la kale kabisa la kihistoria la Kalenga katika ngome kuu ya Chifu Mkwawa. Hapa ndipo alipokuwa anaishi na tunazungumzia mti wa ajabu. Huu mti umetoa miujiza mingi sana toka zama za kale. Una zaidi ya miaka 400, pengine mpaka 1000, kwa sababu kweli ni mti ambao una vitu vingi sana vya kusimulia, na bado tunaendelea kukusimulia juu ya huo mti wa ajabu ambao unapatikana mahala hapa. Bado ninaye mtaalamu wangu wa urithi wa kitamaduni Bwana Nicholas akikusimulia vizuri kabisa juu ya mti huo wa kale, mti wa ajabu. Jamani, msikate miti huko ovyo ovyo, mtapoteza historia. Mti wa Mwanza pale Mwanza ambao uko katikati ya barabara ya Nyerere ulishakatwa na historia imepotea. Sasa miti kama hii tunaomba miti popote ilipo Tanzania ihifadhiwe. Ihifadhiwe. Mtaalamu, pengine tunapoishia ukingoni mwa kipindi chetu, kwa muhtasari zaidi, pengine utuelezee sasa maisha ya mizimu wanaoishi katika eneo hili, maisha yao yakoje? Yaani wana maisha, tabia za mizimu na mambo yao mbalimbali ambayo yanapatikana katika eneo hili la Kalenga. Asante sana. Basi ninapenda tu kuelezea jinsi ya tabia za mizimu ambazo zimekuwa zikionekanika katika mti huu wa kihistoria ambao hupo hapa katika eneo la makumbusho jirani na ngome ya Chifu Mkwawa. Katika eneo hili mizimu unaweza ukaiona katika mazingira tofauti tofauti, lakini si kana kwamba ni mzimu wa aina ile ile. Ni mzimu ambao unakuwa unabadilika. Kwa mfano, wakati wa mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12, kukiwa giza, wakati ambapo kunakuwa hakuna mbalamwezi, wakati wa usiku unaweza kuona moto ukiwa unawaka kwenye mti wote. Mti wote ukiwa utoa mwanga wa moto. Unawaka moto kabisa. Lakini ikifika muda wa asubuhi, ukifika eneo la tukio, unakuta kwamba hakuna moto wala majani hayajaungua, uko safi kabisa. Na wakati mwingine, wakati wa usiku, unaweza ukaona watu wakiwa wamevaa mavazi ya kaki, lakini watu wale si watu wa kawaida, kwa sababu unaweza kuona ni watu ambao ni wakutisha sana. Watu ambao kuta nywele zao ni ndefu sana mpaka labda kiunoni, wakati mwingine sura zao ni nene, giant, ambao inafanania na watu wa zamani, si watu wa sasa hivi. Watu sasa hivi sio majiant kama watu wa zamani. Kwa unakuta mambo kama hayo, lakini pia wakiwa mavazi gani? Mavazi ya kaki, lakini wakiwa wametulia kimya kabisa, wakiwa hawazungumzi kitu. Na ndipo ukuta hapa watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya mizimu na mazimwi. Umeona? Lakini pia utakuta wakati mwingine unaweza usione vitu hivi, usione moto, usione watu, lakini unaweza ukasikia sauti ya watu wakiwa wanazungumza. Lakini wakati huo huo unaweza kuona kwamba kuna hali ya tofauti, yani unakuta kuna hali fulani ya uzito kidogo ambao unaisikia. Na wakati fulani unaweza ukasikia watu wakiwa wanaimba nyimbo za kiasili, lakini usiweze kuwaona. Ninakumbuka mwaka mmoja wakati nilikuwa napata kidogo kunywa pombe. Na kunywa pombe kwa sababu unajua kisha kunywa pombe unakuwa huogopi. Natumaini kwamba kweli umenufaika na kila ambacho nimekuelezea siku ya leo. Na kufikia basi ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Zama Damu kutoka katika makumbusho hii ya Kalenga hapa Iringa. Leo kwa muhtasari nimekusimulia juu ya chimbuko la mti wa kihistoria ambao matambiko na mila na desturi za Mwafrika akiwa Mhehe zinaendelea kufanyika hapa tokea zama za Chief Mkwawa. Kipindi kijacho nitakwenda katika shina la mti huo kukuonyesha sasa pahali pale tunaambiwa kuna joka kubwa kabisa, lakini mimi nimejitoa muhanga kukuelezea historia hiyo adhimu ya Mwafrika, kwa sababu mizimu wapo na mizimu hao ndio sisi wa Afrika ambao mababu zetu wametuachia kumbukumbu hizi za kale. Na ito Zama Damu. Piga picha wangu anaitwa Abeid Butu. Kwa pamoja tupo hapa tukuletea historia ya hiki na kile kutoka mkoa huu wa Iringa. Tumeweka makazi hapa, turudi Dar es Salaam tena kwa sasa.
Ramadan.